Bwana, mambo vipi? Leo nakwenda kuzungumzia kwa habari ya jinsi gani tunaweza tukazifanya zile 32 bit, zile plugin za 32 bit kusoma kwenye Cubase 14. Najua wengi wetu tumekuwa tukistruggle jinsi gani ya kuvipata vinanda vizuri kama vile vya Nexus, Purity, kuipata ile. Wakati mwingine tunatumia ile Hypersonic. Tunatamani hivi vinanda tuvilodi katika Cubase 14 ya kwa wale wanaotumia Cubase 14 au Cubase 13, 12 na 11. Wamekuwa wakistruggle kuzipata hizi plugin ndani ya hiyo Cubase zao, na wanajiuliza kwa nini wanazipataje. Lakini wakifungua ndani ya FL Studio kama hivi, wanaweza wakazipata. Plugin ambazo ninazozungumzia ni zile ambazo zinaonyesha namba 32. Zile zinakuwa zisomi kwenye Cubase. Zinazosoma kule ni zile ambazo zini 64 kama hizi hapa, ndio zinasoma moja kwa moja. Sasa ukikutana na plugin ni 32 tupu, inakuwa isomi kwa sababu ni ndogo. Kwa mfano hapa, ngoja tu search Ravity na vitu vingi. Ravity kwa mfano, hizi vinanda vya Ravity hapa haviwezi kusoma kwenye Cubase, lakini leo ninakwenda kutibu ile tatizo. Ninaweza kusaidia kuviona kwenye Cubase yako. Usikwiti au usiskip hii video, itakusaidia. Unachotakiwa kukifanya nika find program zile hapa. Kuna Purity niliweka ngoja nifanye isome nayo ili tuiangalie ina biti ngapi. Ishasoma. Tuisearch hapa Purity. Purity ina 32 bit, ambapo ukienda kwenye Cubase huwezi kuikuta. Kwa hiyo tukaifungue Cubase. Ukifungua hapa kwenye VST, kwenye studio, then VST management, ukisearch Purity hapa, Purity haipo. Ukisearch Ravity pia haipo. Sasa unafanyaje ili uzikute au zifanye kazi huku? Unachotakiwa kukifanya, unatakiwa kudownload JBridge. Ukisha download, kisha una install. Ukisha install, utakuja kuisearch hapa, utaandika JBridge, kisha utalani is admin, utachagua I'll be using in 64 bit top, kisha utachagua faili ambalo unatakiwa kwenda kulimodify. Sisi tunataka kwenda kuanza na hizi Purity pamoja na Ravity. Tuingie hapa Laxonic. Purity yetu hii hapa. Unachotakiwa kukifanya ni unakwenda kwenye Purity deal. Hii deal unaigusa hii deal, kisha unagusa okay, itakuletea tena faili lingine hapa. Utachagua kwenye faili ambako unataka kulisave. Hiyo hapa tunakwenda kugusa moja kwa moja VST, kisha unabonyeza okay. Itakuletea ujumbe huu mwingine, utabonyeza okay. Faili yetu tunakuwa liko tayari, kwa kuwa tunataka
tuifanye na Ravity. Tutagusa tena JBridge, tutarani AZMin. I'll be using on 64-bit. Create, tunaenda kuitafuta Ravity. Ravity hii hapa, ziko 3 hapa. Mimi nitaichukua hii Ravity S. Kwa hiyo nitagusa, kisha nitatafuta kwenye VST plugin. Okay. Ya, kama una plugin nyingine unaijua unataka kuifanyia modify, nadhani ZMin, hakikisha unachagua hii I'll be using in 64-bit. Unahamisha kutoka kwenye 32 mpaka kwenye 60. Unabonyeza hapo, kisha unatafuta, mfano hapa hizi laptop zilikuwa 3, version 3. Leo nichukue na hii R. Unachotakiwa kufanya, unabonyeza okay tena, lakini hakikisha unakuja kusave kwenye faili hili la window. Kwa kuwa hiyo ni 64-bit, utagusa hii program file, kisha unachagua hii VST plugin, then unagonga okay. Kila kitu kinakuwa kiko sawa. Okay, twende tukaifungue Cubase yetu tuangalie. Ngoja nitakwenda kuifunga moja kwa moja. Nitakwenda kuifunga kisha tuifungue upya Cubase yetu tuangalie zile plugin zitakuwepo ndani au la. Naendelea kuskani, nimemaliza. Nitaenda ku create empty one. Okay, nitakuja studio, then nitakuja VST plugin manager. Ukisearch Purity hii hapa. Bwana, hii imekuja tayari. Ukisearch Ravity, hizo hapo mbili nilivyozitengeneza ndivyo zilivyokuja. Bwana, kwa kupata mafunzo mazuri kama haya, na kusii uendelee kujiambatanisha na hii channel ili usipitwe na masomo mazuri ya jinsi ya kuendelea kukua katika masuala ya production. Asante, karibu katika maendelezo wa masomo haya katika hii channel ya Blessed Hand.